majina naitwa Dr. Lutfrid Samuel Komba, ni daktari wa mifugo katika shamba la mifugo la Kitulo. Katika Nane Nane sisi tumekuja na mifugo yetu kuonyesha shughuli ambazo tunafanya pale shambani. Shughuli zetu tunazofanya ni pamoja na uzalishaji wa ng'ombe majike kwa ajili ya kuwauzia wananchi. Ukumbuke kwamba ni shamba ambalo liko chini ya Wizara ya Mifugo. Kwa hiyo tunasambaza mbegu kwa kuuza ya majike bora ya maziwa kwa ajili ya wananchi. Lakini vivyo tunasambaza madume bora ya mbegu kwa ajili ya wananchi vile vile. Biashara yetu nyingine tunayofanya ni ya maziwa. Kama unavyoona wa ng'ombe ni wa maziwa. Sasa katika maonesho haya ya Nane Nane, kulingana na kauli mbiu yetu ya ibua soko, ongeza tija kuelekea dira ya 2050, tunafundisha watu ili waweze kubadilika kutoka kwenye mfumo wao wa ufugaji wa zamani, ili waweze kukizi matakwa ya soko, ili kuja kuinua uchumi wa vipato vya kaya hadi kuwa uchumi wa taifa. Hivyo vitu tunafanya kwa kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na watu binafsi wanaopita kwenye mabanda yetu, kwa kuelekeza teknolojia mbalimbali zinazotumika pamoja na ushirikiano wa wadau wenzetu kama wale wazalishaji wa malisho, kwa sababu ili kufikia matakwa ya sokoni lazima uwe na mazao ambayo ni bora. Mazao bora unapataje? Kwa mfano kama soko ni maziwa yanahitajika mengi, lakini maziwa yanayohitajika ni bora. Kwa hiyo lazima uwe na malisho bora, lakini vile vile lazima kuwe na teknolojia namna kuhifadhi haya malisho ili yaweze kupatikana muda hata wa kiangazi, watu waweze kupata na mifugo waweze kutoa maziwa mengi. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kufanya sokoni kitu kikanunulika vizuri ni ubora, na ubora inategemea aina ya ng'ombe. Sisi ng'ombe yetu ni aina ya Friesian ambao ni ng'ombe kwa rangi ni weusi na weupe, na sifa yao ni maziwa mengi. Ng'ombe wetu katika uzao ambao unatoa maziwa mengi, ambao kwenye kisayansi tunapima uzao wa kuanzia 3 na 4, wanatoa hadi lita 28 kwa siku. Kwa hiyo kama mtu ataweza kufuga ng'ombe aina hiyo akapata, tufanye hata kama lita 25 kwa siku, atakuwa amesogea kuliko akafuga ng'ombe wale wa kienyeji ambao uzao wao maziwa yao ni kidogo sana. Tunafikiaje hiyo? Kama nilivyosema mara ya kwanza, ni pamoja na kushirikiana na watu wa teknolojia kama vile ya uhimilishaji nikiwa na maana kwamba kuzalisha kwa njia ya chupa ili kuweza kufuta koo zile za kienyeji, tupate ng'ombe ambao ni jamii ya kisasa ili maziwa yaongezeke, ili iweze kukizi ushindani wa sokoni. Lakini vile vile tunaoshirikiana nao ni hao watu wa malisho, ambao katika malisho kuna watu wanafundisha namna malisho bora ambayo ng'ombe akila maziwa yataongezeka, vile vile aina ya malisho ambayo yanafaa kwa ukuaji wa ng'ombe. Kwa hiyo hata kama tunaongelea habari ya ng'ombe wa nyama, mfugaji yuko interested kupata ng'ombe ambaye anatoa kilo nyingi ili apate hela nyingi. Kwa hiyo hapa tunaendana na mafunzo kwa ajili ya njia bora za ufugaji ili kufikia mahitaji ya soko na kuweza kushindana na vitu vilivyoko sokoni. Kama unavyojua, kitu kama soko halijulikani, watu wanaweza sizalisha. Kwa hiyo lazima soko lipatikane, lakini sisi tunafanya sasa jitihada za kuongeza tija. Tija kwa maana gani? Sio kwa kuongeza kiasi, sio idadi, sio namba ya ng'ombe, lakini kwa kutumia rasilimali chache tulizonazo, zile zinazopatikana. Kwa mfano, ukiwa na malisho bora, ukiwa na ng'ombe bora na ukiwa na teknolojia nzuri, lazima mazao yataongezeka, na yakiongezeka maana yake tunakuza uchumi wa nchi.